Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kutokana na mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Young Africans unaambiwa tayari mapema kabisa kabla tu ya dirisha kuweza kufunguliwa tayari wameshaweza kuhakikisha wanapata saini za wachezaji ambao wanawahitaji ndani ya kikosi chao kwa mujibu wa ripoti ya mwalimu hapa nazungumzia Pedro, kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kama mujibu ambavyo taarifa zinaeleza, leo hii wametangaza majina ya wachezaji ambao tayari wana uhakika wa saini zao kuweza kutua kwenye kikosi cha Yanga kunako Januari katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Na mimi nikaona sio vyema nikusogezee hapa majina ya wachezaji ambao tayari Young Africans wapo na saini zao wakisubiri tu kukamilisha taratibu zingine za kiusajili ili kuweza kutua kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hayo na mengine mengi yote utakwenda kuyajua. Najua unakuwa na maswali mengi kuhusiana na sajili hizo, imewezekana vipi na imekuwaje. Hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata hapa katika taarifa hii, ila nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Young Africans pamoja na Azam pamoja na vilabu vingine vya ligi kuu ya soka Tanzania bara huenda vikapata nafuu zaidi kutokana na dirisha dogo la usajili kuelekea kwenda kufunguliwa kuongeza wachezaji ndani ya kikosi chao. Sasa tunazungumza kuhusiana na wananchi Young Africans ambao ndio wahusika wakuu katika taarifa hii, ambao kwa sasa taarifa inaelezwa kwamba mambo ni mazuri kwa upande wao. Kwa namna gani? Inaelezwa kwamba viongozi wa Young Africans mapema kabisa wamekaa vikao na kujadili mustakabali wa kule wanakokwenda. Ikumbukwe kwamba baada ya mapumziko haya ambayo ya kupisha ratiba ya FIFA, klabu ya soka Young Africans itakwenda kukutana na mchezo mgumu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi wanatarajia kuwa na nguvu ya kutosha kwenye kikosi chao. Taarifa inaeleza wakati dirisha dogo la usajili kitarajiwa kufunguliwa rasmi Januari 15 mwaka huu, uongozi wa klabu ya Yanga unatarajiwa kuwatoa kwa mkopo baadhi ya wachezaji ili kuruhusu mapendekezo ya kocha kuweza kufanyika, kwa sababu uweze kuongeza wachezaji wakati kuna wachezaji ambao bado wapo kwenye kikosi chao, ambapo unaelezwa kwamba uongozi wa Yanga unatarajiwa kuwatoa kwa mkopo wachezaji 4 kwenda kuongeza viwango katika timu mbalimbali. Hata hivyo, taarifa za ndani zinaeleza kuwa timu hiyo imepanga kuwatoa kwa mkopo wachezaji wake 4 ambao ni hapa nazungumzia kuna jina la Faridi Musa Maliki, lakini pia kuna Dennis Nkane, Azizi Ndambwile na Ofen Chikola ambaye pia ameweza kuwekwa katika orodha hii ya wachezaji ambao wanatolewa kwa mkopo kwenye klabu
mbalimbali. Lakini katika taarifa nyingine ambayo ni njema zaidi, hapa nazungumzia katika maingizo mapya, ambapo klabu ya soka Young Africans katika taarifa yake inaelezwa tayari wamekamilisha usajili wa nyota mwingine. Hapa nazungumzia ndani ya kikosi chao kwa ajili ya kuja kuweza kuongeza makali katika kikosi cha kocha Pedro ambacho anakiongoza. Inaelezwa kwamba Yanga inatajwa kuwa kwenye mchakato wa kumsajili mshambuliaji wa TRA United Emmanuel Mwanengo. Imefahamika tetesi za Mwanengo mwenye umri wa miaka 22 kutua Yanga zilianza kusikika tangu wiki iliyopita, taarifa za ndani zikidokeza kuwa Yanga tayari imeshafanya mazungumzo na wasimamizi wa mchezaji huyo na tayari wamefikia muafaka. Hatua iliyobaki ni kumalizana klabu yake ya TRA ili mshambuliaji huyo kumwaga wino na kuja kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Kabla ya kusajiliwa na Tabora United kwa sasa ambao inaitwa TRA United, Mwanengo amewahi kucheza soka la kulipwa Tajikistan ambako aliacha kumbukumbu ya kufunga goli bora la mashindano ya Asian Cup 2024. Ni mwendelezo wa Yanga kusajili vijana wenye vipaji ili kuandaa kuwa wachezaji muhimu katika kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba hili linalofanya kwa sasa si kwa bahati mbaya, ni Yanga wamedhamiria zaidi shaili kabisa kuendelea kile ambacho wameendelea nacho. Lakini katika taarifa nyingine, uongozi wa Young Africans pia upo katika hatua ya mwisho kabisa ya kuhakikisha wanapata saini ya mchezaji mkubwa kabisa ndani ya kikosi chao, ambapo taarifa zinaeleza kwamba kile ambacho kinachoendelea. Kwa taarifa za ndani kabisa, unaambiwa baada ya kocha wa Yanga Pedro kupeleka jina la mshambuliaji mpya Laurindo Depu kwa viongozi wa Yanga, sasa ni rasmi viongozi wa Yanga wameanza juhudi za kutaka kumsajili mchezaji huyo raia wa Angola. Uongozi wa Yanga umefanikiwa kufanya mazungumzo na mchezaji Laurindo Depu na uongozi wa timu ambayo anachezea hivi sasa. Mazungumzo bado yanaendelea vizuri na huenda tukamuona Depu kuanzia Januari kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kulingana na kile ambacho kinaelezwa mpaka wakati huu, ukiweza kushuhudia Yanga wakienda kufanya yale ambayo yanayotakiwa kwenye kikosi chao, na taarifa ni njema kabisa, huku dili la Elie Mpanzu likiendelea kuweza kuzizima katika mitaa ya Twiga na Jangwani, watu wakiweza kuzungumza lao, huku mashabiki wa Simba wenyewe wakiamini kwamba Elie Mpanzu hana furaha ya kubakia kwenye kikosi chao, wengine wakisema moyo wa Mpanzu uko Yanga lakini akili na mwili umebaki ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ni kama vile hayupo na mahaba na klabu hiyo. Lakini anaeleza hapa, nazungumzia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, anasema ya kwamba Yanga imeweka wazi mipango ya kufanya maboresho ya kikosi kuelekea dirisha dogo la usajili kwa kuzingatia ripoti ya benchi la ufundi. Ali Kamwe anasema licha ya ugumu wa kupata wachezaji wazuri katika kipindi hiki cha dirisha dogo, watapambana kuhakikisha wanakidhi matakwa ya benchi la ufundi, ambapo ndio jambo la msingi kulingana na ripoti ya mwalimu kukifanyia kazi kile ambacho anakihitaji. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje katika usajili huu. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande